Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Mkuu wa mkoa wa Morogoro Bwana Adam Malima amezindua rasmi tamasha la 4 la kitaifa la utamaduni ambalo linafanyika katika uwanja wa Jamhuri mkoani Morogoro. Tamasha hilo linalofanyika kuanzia Agosti 25 hadi 29, 2026 limewakutanisha wadau mbalimbali wa utamaduni kutoka maeneo tofauti hapa nchini, likiwa na lengo la kuhifadhi, kuendeleza na kutangaza utamaduni wa Mtanzania, huku ngoma za asili, muziki, mavazi, vyakula na shughuli mbalimbali zinazoakisi utajiri wa mila na desturi za Mtanzania zikiwa zimepamba katika uwanja wa Jamhuri, huku kauli mbiu ya mwaka huu ikisema utamaduni wetu, nguvu ya maadili na uchumi jumuishi. Karibu AFCON 2027. Umoja unaanza kwenye historia yetu, kwenye tamaduni yetu. Nawashukuru sana Wizara ya Habari na Utamaduni, Sanaa na Michezo. Naomba mfikishie salamu waziri wetu Mheshimiwa Paul Makonda. Tumepata nafasi ya kwenda kuangalia pale kwenye mabanda yenu na nyinyi mmeshiriki kwa ukamilifu. Na wasihi wadau wenzangu wapate nafasi ya kwenda kwenye mabanda. Pana banda moja ambalo linahusisha mahususi kuelezea historia ya Tanzania kwenye sanaa, kwenye Kiswahili, kwenye ukombozi wa uhuru wetu na ukombozi wa Afrika. Yako mambo mbalimbali kwenye mabanda yale. Lakini niseme pia kwamba nimepata heshima kubwa kupita kwenye mikoa mbalimbali, na naomba niwashukuru sana watu wote waliotuma wakilishi kutoka mikoa mbalimbali na tamaduni zao na ujumbe wao walioleta kwa ajili ya kuimarisha hili tunalokuja kufanya hapa. Nasema tena ndugu zangu, ukimwona mtu hana heshima na tamaduni yake, basi huyo hana heshima na yeye mwenyewe hajielewi. Sisi tumekuja hapa kuja kusisitiza kwamba sisi wa Tanzania katika tofauti zetu zote, kuna mtu ametoka Njombe, tumeona Mganda pale, wale wanatoka Ruvuma, tumeona Sanguro kwa watu wangu wa Ifakara pale na Ulanga, asimama pale Hamza, nimemsikia kapiga sengeli. Sasa sengeli ni la Wazaramu au la Morogoro au la wapi, najua Tanzania nzima tunapiga sengeli. Sehemu mpaka mzee wa Mahajumati yupo, ujue hapo sio kwa kawaida. Nataka nikwambieni neno moja ndugu zangu, na mimi oye, nataka niseme neno moja tu. Pia tunatumia nafasi hii kuitangaza Tanzania kama nchi ya amani, nchi ya utulivu, nchi ya mapenzi, nchi ya welcoming country, nchi inayopenda kuwakaribisha wageni wetu na ni nchi rahisi. Na ndio sifa ya Tanzania yetu. Na tumepewa AFCON 2027 ambayo tutakuwa nchi 3: Tanzania, Kenya na Uganda. Tumepewa nchi kama mapacha tumepewa mashindano kama mapacha watatu. Lakini nataka tuseme kwamba watakaokwenda Tanzania, watakaokwenda Uganda, watakaokwenda Kenya, tunataka wale watakaosema jamani, tulikwenda AFCON 2027 lakini raha na utulivu na mapenzi makubwa na nini tuliyapata wapi? Tanzania. Kwa hiyo tujiandae kwa ajili ya AFCON 2027, na nataka nikwambie tu pia kwamba katika hilo Tanzania ni moja, tunajiandaa kwa pamoja, na pia tunajiandaa sio tu kupokea wageni na kuitangaza Tanzania, lakini pia Gerson tunajiandaa kufanya vizuri. Mungu akipenda, japo tuishie nusu fainali. Jina yako kwanza? Jina naitwa Ndugu Isa Sadiki. Ndio. Natoka katika mkoa wa Mtwara. Ndio. Kwa hiyo nimehamasika tamasha hili kuwa kuja kushiriki kupitia mkoa wa Mtwara. Umevaa vazi la gunia siku? Hili vazi la gunia ni vazi la sanaa halisi. Kwa maana katika tamaduni iko sanaa ya kuvaa jezi hili ambalo linavaliwa wakati wa kucheza vinyago. Yaani kuna kitu ambayo tunaita mapiko
nyumbani kule. Mapiko yani nazungumza katika Kiswahili cha Wamakonde, kabila Makonde wanavaa hivi jezi hili, kwa maana kuna kipindi ambacho tunasema kwamba kuna kitu wanaita ngongoti. Ngongoti ni wale watu warefu. Sasa kuna lile wanasema kwamba kuna wanaita mapiko ambayo ya kawaida kama hivi unatumia jezi hili. Mimi naitwa Pambano Adiliano Chalamila, ni mkazi wa mkoa wa Iringa, wilaya ya Iringa, kijiji cha Kaning'ombe. Nimefika hapa Morogoro kwa ajili ya tamasha la utamaduni wa ngoma za asili. Na niseme katika jambo hili linalofanyika hapa kwamba cha kwanza faida yake tumekuja kama kutambuana au kutambulishana makabila mbalimbali yanayokuwa kwenye nchi ya Tanzania, kwamba inawezekana hatufahamiani na huwa hatukutani mara kwa mara au kwa urahisi, lakini kupitia tamasha hili mimi naweza nikawa ninajua kabila jingine na namna jinsi ngoma inavyochezwa kwao, lakini hata wale kujua kabila letu lipoje na linaweza kucheza ngoma gani. Kwa hiyo kama ni vile kubadilishana mawazo. Kwa kawaida mambo kama haya huwa yanakuwa kama yanafundisha kwamba mimi najifunza kupitia watu wengine, lakini nao wanajifunza kupitia kwangu. Kwa hiyo hicho ndio ninachojifunza zaidi. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.